Habarini wapenzi watazamaji wa YouTube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV. Leo nimebahatika kufika kitongoji cha Gonge A, na kwa lengo moja tu, kama unavyoona nyuma yangu sauti unaisikia ya maji. Nipo kwenye shimo la maajabu ambalo shimo limezua taharuki kwa wananchi wa kitongoji cha Gonge A, na ni yote kutokana na shimo hili kujaa maji, wakati mwingine maji kupungua, lakini kila siku kukicha linazidi kuonekana kupanuka kote kote, lakini kuna shimo jingine tayari limetoka, na shimo hili linaleta athari kubwa kwa maelezo ya wananchi. Kwanza, hofu ya watoto wao kutokana na shimo hili kuongezeka mara kwa mara, na watoto wanapita kwenye maeneo haya na ndio njia kubwa ya watoto kwenda shuleni. Lakini pia wavuvi, tunafahamu Mafia wananchi wengi ni wanaharakati za uvuvi. Kuna uvuvi wa usiku na mchana, kwa hiyo huwezi jua hili shimo litaweza kupanuka kwa kiasi gani. Nimezungumza na wananchi wa kijiji hichi ama kitongoji cha Gonge A, wamezungumza athari zake kwa upana zaidi, na jambo kubwa zaidi ambalo watu wanalisema ni shimo la ajabu. Kunaambiwa kuna moja ya hoja imetolewa kwamba maji haya ambayo yanaingia humu baharini yakijaa huku yanajaa, lakini baharini ikitoka na maji yanatoka. Kwa hiyo nimezungumza na baadhi ya wananchi, wamezungumza juu ya athari waliokuwa wanaipata, lakini pia mheshimiwa diwani wa kata ya Ndagoni, ambapo kijiji hichi kitongoji cha Gonge A kipo katika kata ya Ndagoni. Mheshimiwa Jongo amefika hapa, naye tumezungumza naye, vitu vingi wamezungumza. Mimi Asmani Abdalla, mwana kijiji cha Gonge, nimepata maathuri ya shimo ambalo iliyotokea kwa uwezo wa Allah. Nimetoka ile shimo, tumesikia mungurumo muda nyuma, kwa muda wa mwezi mmoja na kama na siku 10. Baadaye tukija Daweni hapa tukaliona shimo ambalo linalopitisha maji. Kwa hiyo ile shimo likawa linaendelea kila siku upana na kwenda chini, na hilo shimo lina athari kubwa kwetu sisi kutokana na hali ya mazingira ya vijana na sisi wenyewe mazingira ya maeneo. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kutokana na uzuiaji wa shimo hili. Naitwa Joha Muhammad Yusufu, naishi katika kijiji cha Gonge. Tuna changamoto katika kijiji chetu, tumepata shimo, yani shimo hilo la maajabu linaingia maji, yanapojaa baharini shimo hilo maji linajaa, na yanapopungua baharini ile shimo nalo linapungua. Sasa tuna changamoto sana ya watoto, kwa sababu tuna watoto wanatembea ovyo nyumbani. Sisi wenyewe mashamba yetu hapa, kwa kweli sisi tunalima mbali. Mashamba yetu kutoka hapa na tunakolima saa nzima au saa 1:30, manake tunalima Baleni, Vifinge, sehemu mbalimbali. Kutokana na changamoto hii tunashindwa kwenda shamba, kwa sababu tunakaa tunaangalia watoto, na vile vile watoto wanakwenda shuleni, na wanapokwenda shuleni walimu wanajitahidi, lakini sasa hivi kuna changamoto, karibu shule zitafungwa. Sasa sijui watoto nyumbani mtatusaidia nini, maana yake watoto wenyewe tukiwaambia wagumu kuelewa. Jina naitwa Atimunyi Yusufu. Bwana, hii athari ya shimo ni kubwa sana kwa wananchi wa Gonge na wananchi wanaokaa mazingira haya, kwa sababu watoto wanakuja mara kwa mara kufanya survey na wao wanataka kufanya uchunguzi. Tunaiomba serikali itusaidie tujenge uzio kwa eneo hili, baadaye huku uchunguzi uendelee kwa kina kujua tatizo ni nini hapa. Tunaiomba serikali hivyo. Na pia athari nyingine kwenye karibu na shimo kuna njia kubwa yanayopita watu usiku na mchana, na wanafunzi wanapotoka mashuleni wanatumia njia hiyo. Kuna athari kubwa sana. Tunaiomba serikali ije kutusaidia kujenga uzio ndani ya mwezi mmoja lishe, ili na sisi tuwe na usalama wa kutoka majumbani kwetu, kwa sababu sasa hivi tunakaliza watoto nyumbani ili watoto wasitoke kwa athari ya shimo hili. Jina naitwa Hassan Omari Mohamed, ni mwenyekiti wa kitongoji wa Gonge A. Kikubwa zaidi kutokana na majanga athari yake kwanza kwa watoto, na kuiomba serikali iweze kuleta wataalamu ili iweze kujua mwafaka wake ni nini chanzo hiki.
Kama kuna uwezekano kwa sasa, kabla yoyote, waje watuwekee uzio, ni kama kujengea kwa ajili kupunguza tafaruku ya watoto wanaweza kuja ambao wakapata kuja kuangalia na wakapata matatizo. Chengine kikubwa zaidi kutana janga tutajua, sababu moja limeanza hilo na jengine bado linafuatia, tujue mwisho wake. Kwa kubwa zaidi naomba serikali, nimalize, naomba serikali ije na ije kuhakikisha ili tujue chanzo na sababu yake nini katika swala hili. Kwa Mwanamvula Ali Mwalimu, nakaa kijiji cha Gonge. Tuna changamoto kina mama kubwa katika kijiji chetu. Kuna shimo la maajabu, maji yakijaa pwani na shimo linajaa, maji yakitoka na shimo linatoka. Kwa maana hiyo sisi tuna watoto na watoto wadogo, tunashindwa kwenda kufanya kazi zetu kwa ajili ya kuwalinda watoto. Maana yake shimo ni kubwa na watoto wadogo inabidi wanakuja kuchungulia, yani tunabidi tunakaa kuwalinda tu. Kwa maana hiyo serikali ituone, ije kutusaidia, ije kwanza ije kutusaidia sisi, changamoto ndo hilo. Mimi naitwa Hamida Muhammad, mkazi wa hapa Urungu Yumafia. Kwa hiyo tuna changamoto ya shimo. Mwanzo baada ya wiki 3 nyuma yake ilitokea mungurumo, unaunguruma chini mida kuanzia saa 8 usiku mpaka saa 12. Nimetoka mimi saa 11. Kwanza ametoka mume wangu saa 8. Akachunguza shimo halioni, anaangalia nini, mungurumo hausikii. Anaangalia tu anaona hauelewi mungurumo unatokea wapi. Tukarudi, mimi nikatoka saa 11 kabla swala. Nikija nikichukua tochi ya simu naangalia pana nguruma wapi. Nimehangaika sipajui panapo nguruma ni wapi. Mimi pale nikarudi, tukakaa nyumbani mpaka saa 12 ya jioni ndo kaacha mungurumo. Na nguruma hata ukiwa ndani unasikia. Hawa majirani wetu hawakusikiliza tu mungurumo unatokea chini ya ardhi. Sasa hatujui wapi. Tukakaa muda baada ya wiki 3. Baada ya wiki 3 pale tukakaa siku ya Jumatano iliyopita mpaka Jumatano ya jana ya 8. Leo ya 9. Tukatoka kupanda mabia viazi, mimi na mume wangu tumefuatana. Tunaona maji yanaingia kama mto vile, anaingia katika shimo hapa. Akina amejaa tu. Basi tumeangalia maji yanaenda wapi? Tukashangaa. Tukija zetu nyumbani tukakaa jioni saa 11. Mpaka usiku linaunguruma, tunasikia tena mungurumo. Maji yanaingia kwa kububujika. Tuyakaunguruma mpaka usiku. Asubuhi mimi nakatoka saa 12. Nikifika katika hiyo shimo nikakuta shimo kavu. Nikarudi nikaenda kumuita mume wangu. Mume wangu pia tukaangalia shimo lipo kavu. Tukaenda kweli, tukifika pale shimo kavu kabisa. Tunaliona maji yako chini, udongo ametengeza Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake, ametengeza kama kisima. Maji hapo chini huko, tukashangaa sana. Tukarudi tukaja nyumbani. Tunaulizana shimo lile la maajabu. Tukasema mipango yake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Basi tukakaa. Kila tukikaa shimo linazidi. Kila tukikaa shimo linazidi. Mpaka matokeo ya leo shimo limezidi kubwa sana. Urefu hatulijui mwisho wake, upana hatulijui mwisho wake. Kwa kweli tunaomba msaada wenu kutoka kwenu. Muje kutusaidia hii changamoto, muje kuangalia nini kina athari gani hata hapo. Maana yeshatokea mashimo mawili usawa huo. Usawa huko ndo kuna shimo kubwa na jingine lishabomoka jingine. Mtu anazama, amechomeka kundi Baba Maimuna, mti umezama, amekijipima mti umezama na kuna bombonyekea tu. Kwa hiyo athari yetu ndo hiyo, tuna changamoto ya shimo, tunaulinda watoto. Hatuli, hatunywi, hatutoki hata hapo na hapo kwenda kutembea. Tukitoka watoto tunamwambia watu wote wende, na hivi shule inafungwa, ndo changamoto zaidi inakuja. Kuwalinda watoto wao tutalindaje kitaa hiki chetu? Kwa hiyo tunaomba msaada kwenu kutoka kwenu. Muje kuangalia, mjue athari kitu gani kina asili hivyo mpaka ukatokea munguruma, mpaka pakatokea mashimo hayo mawili. Kwa hiyo tunaomba msaada, mtaangalia nini kinachoathari, mtatufanyia utaratibu wote mnao nyinyi. Kwa majina naitwa Halifa Abdurahmani Jongo, ni diwani wa kata hii ya Ndagoni. Leo nimekuja hapa Gonge kwenye kitongoji cha Gonge A. Nimekuja kuangalia athari ambazo zinazotokana na mvua hizi zilipotokea. Kuna shimo kubwa ambalo limetokea, hali ambayo linazua taharuki kwa wananchi wa Gonge. Kwa hiyo sisi kama kata tumeamua kuja kufanya mkutano hadhara hapa na wananchi wa Gonge ili
tuone changamoto ni nini kinachotokea hapa, tukubaliane kwa pamoja ili tuwe na ufumbuzi wa pamoja. Nafikiri kikao chetu tulichokuweka leo kitakuwa na mikakati ambayo tutakayokubaliana ili sisi kama wananchi kwenda serikalini kuhakikisha kuyaomba yale ambayo tunayoyahitaji. Lakini kwa sasa hivi nishukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mafia, tayari unaona alishaleta watu kwa ajili ya kuja kuangalia athari inayotokea hapo. Kamati ya ulinzi na usalama imekuja imeona, lakini pia nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Mafia. Jana ameweza kutoa gari na kuleta wataalamu wa mazingira kuja kuangalia hali hii inavyokwenda. Lakini kwa ujumla, ndugu zangu wananchi, hili linalotokea hapa huwezi ukatoa majibu kufuatana na kuona kwa macho. Ni lazima vinahitajika vitu vipatikane kwa ajili ya kuja kupima hili tukio ambalo linalotokea. Kwa sisi kwa macho yetu ya kawaida tutakuwa hatuoni nini hapa athari ambayo inayotokea au chini kuna nini au changamoto ni nini. Niombe tu maeneo haya sasa ya karibu tuweze kuweka uzio hata wa kamba ili kuzuia watoto wetu wasije kuangalia, lakini pia hata wanyama unaona kuja kwenye maeneo haya. Kwa hiyo tunasema kuna kila sababu kupata wataalamu kuja kuangalia changamoto ya hili tukio ambalo linalojitokeza hapa. Kwa sisi kwa macho yetu ya kukisia, kwa sisi kwa macho yetu ya kusema tu, kwa sisi kwa macho yetu ya kudhani, hatuwezi kupata ufumbuzi huu. Ufumbuzi wa hili ni wataalamu. Kwa jina naitwa Mtemi Danieli. Mimi ni afisa mazingira katika halmashauri ya wilaya ya Mafia. Nathibitisha kutokea kwa shimo katika kijiji cha Gonge, kitongoji cha Gonge A, ambapo jana nilifika katika eneo la tukio. Ni kweli nilikuta kuna shimo lenye upana takriban kama upana wa mita 2. Kile kipenyo cha mita 2 katika lile eneo. Baada ya kukutana na mwenyeji ambaye anaitwa Athmani Omari na mkewe Bi Fatuma, alianza kukua hoji. Hatua ya kwanza walianza kuhisi nini, kuona nini katika lile tukio. Walisema tarehe 25 mwezi wa 4 kwa kumbukumbu zao kwamba walisikia mungurumo mkubwa sana. Ilikuwa usiku wa saa 8 mpaka kukucha asubuhi mpaka kesho yake saa 12 jioni. Ule mungurumo ulikuwa unatoka ardhini, lakini walikuwa wanashindwa kuonyesha, yani kuona specifically eneo husika kwamba ni wapi, lakini wanaongelea kwa ujumla wake kwamba eneo hili kulikuwa na mungurumo ambao unatoka chini. Lakini baada ya mungurumo kuisha takriban wiki ya pili walishuhudia kuna kishimo kidogo kilikuwa pembeni ya mzoni mwa shamba, kwa sababu ile eneo liko pembeni ya shamba la mpunga, wanalima mpunga. Sasa kwa pembeni kidogo ndio kuna hilo shimo. Sasa walianza kuona kuna maji yakaenda kwa kasi sana kwenye kishimo ambacho kilikuwa ni kidogo. Ndio wakaitana kuanza kuonyeshana, lakini wakaanza kuhusisha na ule mungurumo hapo awali. Sasa ndo taarifa zikaanza kuenea kwa majirani. Siku iliyofuata maji yalikuwa yanaingia kwa kasi. Siku iliyofuata shimo lile likaongezeka kuwa kubwa, na ndio pale tulipo julishwa kama wilaya. Jana tukafika tukaona kweli ni shimo ni shimo kubwa lenye upana huu ambao nimeelezea, lakini kijiografia tunasema kwamba miamba ile inayosababishwa na miamba ambayo inakuwa imedhoofika labda chini ya ardhi, kwa sababu kwenye ardhi kuna miamba tofauti tofauti, miamba laini lakini miamba ni migumu. Sasa kuna wakati mwingine kwa namna tofauti tofauti mwamba unaweza kuwa unakuwa unamomonyolewa kwa nguvu za asili. Sasa kushuka au kudidimia kwa ardhi kunategemea mambo kadhaa. Moja, inawezekana ikawa mvua nyingi. Mvua nyingi nazo zinapelekea ardhi ikaloa sana, ikachoka, mwisho wa siku ikaporomoka na ikadidimia. Lakini pia inawezekana mwamba nao ukawa umedhoofika. Mwamba ukidhoofika pia unaweza kupelekea ardhi kudidimia. Lakini pia miamba inaweza ikagongana. Katika dunia, katika ardhi kuna zile plate tectonic ambazo zinabeba ardhi. Kwa maana hapo ikigongana ile katika movement yake inaweza ikapelekea ardhi ikashuka au inawezekana ikatokea mipasuko. Lakini pia mabadiliko ya tabia nchi
ambayo unasema kwamba yanampelekea kuongeza kwa kina cha bahari, nayo pia inayo kwa sababu ya kupelekea ardhi ikashiba sana maji, mwisho wa siku ikadhoofika, ikadidimia kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa tulitoa tahadhari kwa wananchi waliopo katika lile eneo. Moja, kuzungushia uzio lile eneo, kuhakikisha kwamba lile eneo linatambuliwa na mtu yote akipita aone kwamba hili eneo sio salama, waweke uzio, iwe wa kamba au miti au kitu chochote, lakini tulisisitiza kuwekwa kwa uzio. Lakini pia kutoa taarifa kwa wakazi wote wa lile eneo kwamba kila mmoja ajue kwamba ile eneo sio salama, au kila mmoja ajue kabisa hapa sio salama, kwa hiyo kuchukua hatua, kuchukua tahadhari. Lakini pia tumetoa tahadhari na tumeomba uongozi wa serikali ya kijiji kutoa tahadhari kwa wananchi wote katika maeneo yao pindi wanapoona kuna kitu au kuna dalili yoyote ya tukio kama lile ambacho hakielewelewi, atoe taarifa mapema katika uongozi wa kijiji, lakini kufika ni ngazi zinazofuata. Kwa kikubwa tumechukua hiyo taarifa na tumeandikia taarifa kuiwasilisha katika mamlaka zinazohusika, ofisi ya mkurugenzi, lakini pia tutapeleka ofisi ya DC, lakini pia tunajaribu kufanya mawasiliano na taasisi nyingine ambayo wenzetu wa Wizara ya Madini, kuwashirikisha katika haya, kuona kwamba ni kipi wanaweza kutushauri kwa haraka. Kwa hiyo hizo hatua ambazo tumeweza kufanya, kwa hiyo tunathibitisha kwamba hili tukio ni kweli limetokea katika kijiji cha Gonge. Shimo lilianza kuwa dogo, lakini sasa hivi limeongezeka kidogo, lakini sio matukio ya kawaida katika maeneo yetu. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari na tuchukue hatua kwenye hili. Kwa hiyo